Kwanza kipekee ni washukuru wote ambao mmefika. Maonesho ni upendo wa kiasi gani na mpenda Zuchu, lakini pia kumtakia heri na baraka katika jambo lake hili kubwa. Na kwangu mimi niseme ni siku ya kipekee sana. Tunawaambia siku ya kipekee kwa sababu gani? Miaka yote nimekuwa cha kwanza mimi nilimwambia mwenzangu kwamba nisingependa kujua mtoto wangu ni jinsi gani. Nitamani ni surprise. Na wakati niko nyumbani naangalia make mchana, unajua mambo ya wanawake ukija kidogo hivi. Wakati nilipoona ili imetokea mtoto wa kike, yani kuruka kwangu, yani nilikuwa nashinda kuelezea. Furaha kwa sababu nimekuwa nikiteseka miaka mingi. Unajua ukikuwa na mtoto wa kike ni raha sana. Na mtoto wangu mimi wa kike nilikuwa naye pekee kwa South Africa. Kupata mtoto wa kike Tanzania, naona kabisa anachukua kweli la mingi mtoto. Faraja, I'm excited. Mungu atujalie, atubariki, atufungue salama. Najua mambo ya uzazi yana mambo mengi. Lakini Mungu amjalie ajifungue salama, tupate mtoto mzuri, mwenye heshima, mwenye busara, mwenye kuwapenda wazazi wake, mwenye kujua dini, lakini mwenye roho nzuri kama mama yake. Afuate tabia za upendo kama za mama yake. Asipate sana tabia za babake, kwa sababu anasema babake mimi niko hapo kidogo, kwa hiyo anataka achukue vitu vingi kwa mama yake, ila akili ya biashara achukue ya baba yake. Achukue sana. Hicho mpigo leo. Sasa ongea na Zuchu. Sisi tushakusikia. Muongeleshe na yeye. Zuchu nimwambie kwanza nampenda sana. Anajua, lakini pia katika maisha ya wawili kugombana kupo, takwazana, lakini kila unapokwazana lazima mkumbuke cha kwanza mlianza kupendana kwanza na si ugomvi. Hapo kwenye kugombana maneno yanakuwa mengi, yeye akimwisho siku ni mimi na yeye na si watu wengine. Exactly. Na watu kila mtu alikuwa ana ugomvi, ana makwazano, kwa bahati mbaya sisi maarufu kwa mikwazano yetu inakuwa iko hadharani. So inataka moyo sana. Nimshukuru kwa kweli, sina cha kuzungumzia. Nikisema nimzungumzie kikubwa, labda Mwenyezi Mungu anatakiwa mwekee pepo wa daraja la juu kabisa. Na pia nimtakie uzao mwema. I'm so excited. Na kwa sehemu yote ambayo pengine na mkwaza na sababu binadamu kusamia. Si ndio? Basi si ndio? Sasa mimi swali moja. What does your future look like na Zuchu? Ukifikiria future, ukikao kiimagine future yetu ikoje? Inafanana vipi? Nafikiri ni kuwa miongoni mwa familia ambayo ni baraka kubwa, yenye watoto wasiopungua 4 inshallah. Lakini
lakini yenye baraka kiuchumi kidogo, lakini yenye kupendwa na watu wengi kama tunavyopendwa sasa hivi. Mwenyezi Mungu atukushie husda, atukushie mabaya watu. Hiyo ndio future naona mimi, lakini naiona kabisa kesho na chugutwa. Tuna pepo gani? Hapo ndio pale unajua kwa sababu sisi mpaka pia kwenye pepo kuna watu 70 na ndio mshaga watu 70 nataka yeye tu. Basi. Mashaallah, tunaomba umtunze sasa. Tunaomba zawadi kwa Zuchu. Unajua tunze. Umekuja muda wa kutunza. Naona kibakuli hicho. Ni makubwa sana kwa hapa anafanyika isika ndio hayo matunzo yanayotunza. Lakini matunzo yake huwa na mengi vya kutunzwa. Sababu kwanza mtoto wake wa kwanza, cha pili mtoto bebeji. Anapajua beka. Wanageti hapo jamani, taratibu basi sasa hivi jamani. Sawezaje hapo? Sawa beka, pita moja moja. Sasa tutaje hapo jamani, taratibu basi. Jamani nyumbani kwa Zuchu. Hata content sipo tunatembea jamani. Mana platinums. Hapo. Taratibu basi jamani. Pigeni vigelegele. Yule ambaye watu walikuwa wanajiuliza yuko wapi, mbona hafiki? Amekuja rasmi, naomba kelele tafadhali na vigelegele. I'm so happy today. I'm so happy.